Nafasi ya baba ni ya muhimu sana katika malezi. Karibu 92% ya wafungwa walioko gerezani kwa mujibu wa utafiti ni wanaume. Mama au mwanamke ambaye ni mjamzito asiye na sapoti ya mume wake katika kipindi chote cha ujauzito, ni rahisi sana mimba yake kuharibika. Mwanzilishi wa Netflix alipoona ya kwamba biashara kadri inavyozidi kukua kibiashara inaathiri au inaharibu familia yake, alianzisha utaratibu. Umuhimu wa baba katika malezi, sehemu ya kwanza. Nafasi ya baba ni ya muhimu sana katika malezi, na baba anapokosekana kuna athari nyingi sana zinatokea kwa watoto wa jinsia zote. Kwa mfano, karibu 92% ya wafungwa walioko gerezani kwa mujibu wa utafiti ni wanaume, na ni wanaume ambao walikosa ukaribu na baba zao. Karibu 248%, mtoto ambaye amelelewa katika mazingira ambayo hakuna baba yuko katika hatari ya kujihusisha na ugaidi, kujihusisha na madawa ya kulevya, kujihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali. Si hivyo tu, mama au mwanamke ambaye ni mjamzito asiye na sapoti ya mume wake katika kipindi chote cha ujauzito, ni rahisi sana mimba yake kuharibika au kuzaa mtoto ambaye ni njiti kwa karibu 48.1 kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa katika jarida la Pediatric and Teen Gynecology. Kwa ni rahisi sana baba asipokuwepo kusababisha madhara makubwa sana katika makuzi ya malezi. Sasa ziko aina mbalimbali za baba ambazo natamani tujifunze katika siku ya leo. Ukiweza kuangalia na kujifunza katika aina hizi, utajua wewe ni baba wa aina gani na ufanye nini ili kuweza kuzuia athari ambazo zinaweza zikatokea katika malezi. Aina ya kwanza ni baba ambaye hayupo, absent father. Huyu ni baba ambaye hayupo kihisia na hayupo kimwili. Kwanza ni baba ambaye hayupo kihisia, lakini vile vile baba anaweza asiwepo kihisia na asiwepo kimwili. Baba ambaye hayupo kihisia ni baba ambaye anakaa tu amenuna, hana time na watoto wake, hawezi kupiga story na watoto wake, hana muda kabisa wa kufanya vile vitu vya kijinga na watoto, kuchezea matope, kucheza na watoto, hana huo muda. Na utafiti unaonyesha kwamba wababa wana uwezo mkubwa sana kucheza na watoto, michezo ya aina mbalimbali kuliko wamama. Kwa baba kama hana time na mtoto, huyu mtoto tayari anaumia kihisia. Na ikifikisha umri kadhaa hivi kama mwaka wa 5, wa 6, wa 7, watoto wanaanza kutamani kuwa sana na ukaribu na wazazi wao. Kwa hiyo huyu baba ni baba ambaye anakaa tu amenuna, hacheki na watoto, hapigi story, ana kijana lakini haongei naye, hazungumzi naye kuhusu maisha ya kale, jinsi alivyoishi kama kijana, alipita wapi, alienda wapi, mpaka amefika wapi, amefikaje hapo alipo. Hana muda kabisa. Kwa hiyo tunasema ni baba ambaye kihisia hayupo, absent father, emotional hayupo. Kwa hiyo baba asiyekuwepo kihisia anajeruhi sana watoto kihisia. Aina ya pili ya baba ni baba ambaye hayupo kimwili, yani physically hayupo. Kwa lugha rahisi tunaweza kusema ni invisible father. Huyu ni baba ambaye pengine kwa sababu ya majukumu yake ya kazi anaondoka asubuhi na mapema kurudi jioni, au si hivyo ni baba ambaye anasafiri safari za mbali sana muda mrefu na anarudi baada ya muda mrefu. Huyu ni baba ambaye ni invisible father. Kwa watoto hawawezi wakapata ile ladha ya baba nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu baba muda mrefu hayupo. Kwa sababu hiyo watoto wanaumia kihisia. Na kama mama asipofahamu namna ya kuwa anawaambia watoto wake ya kwamba baba hayupo, alienda kazini, alienda kwa ajili yenu, mnaona mnaenda shule, baba ameenda shule, ameenda kutafuta pesa kwa ajili ya kuwasaidia ninyi mende shule, watoto wataumia zaidi. Lakini mama ambaye anaweza kufanya hivyo, anasaidia kupunguza maumivu au majeraha ya kihisia kwa watoto. Huyo ni baba wa pili ambaye hayupo kabisa, hayupo kimwili. Sivyo tu, baba mwenyewe anaweza akawa anazungumza na watoto kupitia electronic kama simu, kuwasiliana nao, angalau wamuone ya kwamba okay, baba kumbe yupo, tunamuona. Angalau inaweza kupunguza athari za maumivu. Lakini kama baba unapaswa kuhakikisha hata kama utakwenda unatenga na muda wa kurudi nyumbani na kukaa na watoto wako. Aina nyingine ya tatu ya baba ni baba ambaye yuko busy sana na majukumu. Tunasema ni busy bee father.
Huyu ni baba ambaye yuko busy sana na majukumu. Sasa kwa sababu ya kufocus kwenye biashara au kwenye shughuli zake, watoto wanaanza kusafa au wanapata majeraha ya kihisia kwa sababu tu baba hana time na watoto. Anaweza kujikuta yuko na yeye kwenye kundi la watu ambao wanaamka asubuhi na mapema kurudi jioni. Kwa hiyo ni baba lakini nyumbani hata watoto hawamfahamu. Au wanaweza wakasema huyu ni kama tu mgeni. Kuna siku moja baba alizungumza ya kwamba watoto walianza kuona kama baba yao ni mgeni. Baba yao walianza kumuita kama mpitaji. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hana time nao. Ngoja nikupe mfano kitu ambacho unaweza kufanya kama uko kwenye kundi hilo. Mwanzilishi wa Netflix alipoona ya kwamba biashara kadri inavyozidi kukua kibiashara inaathiri au inaharibu familia yake, alianzisha utaratibu mmoja ambao kila angalau kwa wiki mara moja anapata muda wa kukaa na mke wake na kuweza kuzungumza wao tu kama wao ili kujenga ukaribu. Kwa sababu alikuja kugundua ya kwamba kwa kadiri mtu anavyozidi kukua kibiashara, yuko kwenye biashara ya 3, familia imevunjika na familia ya 3. Yuko kwenye biashara ya 4, ana familia ya 4. Kwa hiyo akaona kienda kwa staili hiyo naye familia yake itaharibika. Kwa hiyo akaanzisha utaratibu ya kwamba angalau kwa wiki mara moja na hakikisha ikifika tu saa 11 jioni anafunga kila kitu, anaenda kupata muda wa kukaa na mke wake. Aina nyingine ya baba ni baba ambaye anaongoza familia kimabavu. Yaani pale nyumbani watoto hawakohoi kabisa. Wakisikia tu oni ya gari, wakisikia tu sauti ya baba, wote wanakaa kimya kabisa, wanakwenda kujificha. Kwa nini? Kwa sababu baba ni mkali sana. Baba ambaye ni mkali sana anatengeneza program za ndani kwa watoto za kuto kushikamana na utulivu, za kuto kushikamana na watu ambao ni wazuri. Isipokuwa watoto wataanza kujikuta wanavutwa katika watu ambao ni kama kopi ya baba yake. Hizi ni aina za baba ambazo unaweza ukajikuta uko ndani yake. Aina hizi za baba zinapelekea majeraha mengi sana kwa watoto. Na usipohama kutoka aina moja kwenda aina nyingine ya baba, unaweza ukajikuta familia umeiharibu na watoto wote wameharibika. Unashangaa baadaye wamekuwa ni watu wazima, tabia wanazozionyesha unafikiri ni za utu uzima, kumbe zilianzia utotoni. Sijajua wewe umejiona kwenye kundi lipi la baba. Niandikia hapo chini nami nitakushauri zaidi na kujifunza pamoja nawe. Asante.